Karibu tena katika simulizi ya penzi la shemeji sehemu ya pili. Msimulizi wako ni Saidi Serekete. Sehemu ya kwanza, Kasimu akiwa anaongea na mdogo wake na kumpa maelekezo. Tuendelee na sehemu ya pili. Okay, niambie ndugu yangu. Safi. Sasa ndio mimi kaka yako kama unavyojua, kesho kutwa na safari na nimepangiwa niende jijini Dar es Salaam. Sasa kama unavyojua, dada zetu wote wameolewa na shemeji yako hapa unapoondoka atabaki peke yake. Nilikuwa nakuomba uje ukae naye na mipango yako kisha kaa vizuri ya kwenda chuo yote tutamaliza hapo hapo. Okay, ila ngoja ya kwanza ni mtaarifu na mama. Okay, sawa ndugu wangu. Ndugu wake Kasimu alifanya mazungumzo na mama yake. Baada ya kufanya mazungumzo na mama yake alimkubalia. Ndugu wake Kasimu alimtafuta tena Kasimu na kisha kumpatia mrejesho kwamba amekubaliwa na mama yake. Kasimu alimwambia mdogo wake, Rashidi, sasa jiandae, kesho tutakuja huko mimi na shemeji yako na gari letu. Tena tutamletea na mama baadhi ya vyakula na vitu vingine huko. Sawa kaka. Muda ule Rashidi alikusanya nguo zake na kisha kuziweka kwenye begi. Baada ya kumaliza shughuli hizo za kukusanya nguo, aliamua kulala. Ilipofika asubuhi majira ya saa 5, Kasimu aliwasili. Aliwasalimu na kufanya mazungumzo hapa na pale. Baada ya muda kwenda, mwishowe aliamua kuaga na kuanza safari kutoka Iringa kwenda Tanga. Ilikuwa ni umbali kidogo. Kwa kuwa walichelewa kutoka, walifika usiku sana, wakala na kisha kulala. Siku ya pili ilifika. Walionyeshana mazingira ya nyumba yao na kuonyeshwa soko na kuzungushwa baadhi ya maeneo. Usiku waliketi meza moja na Kasimu alimueleza mdogo wake Rashidi, naam kaka, mimi kesho naondoka. Wewe utabaki na shemeji yako hapa na pia mwishi kwa amani. Kama kuna shida ya haraka mtanitaarifu ili tuweze kuitatua. Sawa mdogo wangu? Sawa, nimekuelewa kaka. Pia mke wangu, kama pesa za matumizi zitaisha utaniambia. Nimekuelewa mume wangu. Pia nashukuru shemeji yangu, siku mbili hizi amezoea na amechangamka, na imani tutaishi kwa amani na furaha tena. Walicheka na kufurahi, wakala na kisha wakalala. Alfajiri ilipofika, waliwaamsha wote kisha kuaga safari ya kwenda jijini Dar es Salaam. Ilianza na kumwacha mke wake Jamila pamoja na mdogo wake Rashidi.
Rashidi na Jamila walirudi hadi ndani. Kila mmoja aliingia chumbani na kisha kuendelea na usingizi. Ilipofika saa 3 ya asubuhi, Jamila aliamka na kisha kuandaa kifungua kinywa. Alipomaliza alimfuata shemeji yake Rashidi na kumwambia kuwa chai tayari. Alipoamka, Jamila alimfuata na kumwambia kaoge kwanza kisha uje kuketi. Rashidi alifuata kama shemeji yake alivyomwelekeza. Alienda bafuni kuoga na kisha kuja kuketi ili wapate kifungua kinywa. Simulizi yetu ya penzi la shemeji sehemu ya pili inaishia hapo. Usikose sehemu ya 3.